الحمد لله الذي جعل العلم ضياء ونورا ورفع أهله وجعلهم بعد الأنبياء ورثة الهدى والبينات وكفى بربك هاديا ونصيرا. أحمده تعالى حمدا كثيرا واشكره شكرا جزيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله المعلم العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وخافوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika imani, awali ya yote nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kwa hakika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la wajibu na ni jambo ambalo litakaloweza kutunufaisha sisi katika maisha haya ya dunia na maisha yanayokuja baada ya maisha haya ya dunia. Kama qala Allah ta'ala: inna lilmuttaqina mafaza, hakika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio wenye kufuzu na mafanikio ya kweli katika maisha ya dunia na maisha ya akhira. Ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndugu katika imani, katika Ijumaa ya leo nitakuwa na mambo machache ya kuyafikisha. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuyasikiliza, kisha baada ya hapo tuweze kuyafanyia kazi. Ni mambo matatu tu. Mambo haya Muislamu akishikamana nayo, akiingiza katika matendo, basi thamani yake ni yenye kupanda na wala si yenye kushuka. Kwa maana kwamba tabia tatu zenye kuongeza thamani ya Muislamu ni tabia za kawaida, lakini Waislamu wengi hizi tabia hawanazo, na yote ni kwa sababu ya kukosa sifa moja wapo ya kujitambua, ya kujielewa wao ni akina nani, wamekuja duniani kwa ajili gani, na baada ya dunia tunapoelekea ni wapi,
na kule tunakwenda kwa ajili ya nini? Dunia ya leo tuna harakati nyingi sana ambazo sisi wanadamu tunazifanya. Allah anasema katika Qur'ani, inna sa'yakum la shatta, hakika juhudi zenu nyinyi wanadamu, kila mmoja ana juhudi tofauti, ana nia tofauti na ana malengo tofauti. Kwa hiyo mtu anapoamka asubuhi, kila mmoja anatambua ni jambo gani analolipigania nafsi yake katika maisha ya dunia au maisha ya dunia na maisha ya akhera, kwa maana ya kwamba kila mtu ana jambo analolifanyia juhudi katika maisha yake, na kila mmoja anatambua ni jambo gani anazozionyesha juhudi zake, jitihada katika jambo hilo. Ikiwa wewe ni katika masala ya kiibada, wapo ambao wanaohangaika juhudi zao swala zima la ibadati. Wapo ambao juhudi zao wamezielekeza katika kutafuta elimu yenye manufaa. Wapo ambao juhudi zao wamezielekeza katika masala ya kiuchumi peke yao. Wapo ambao juhudi zao wamezielekeza kwa wanawake. Wapo ambao juhudi zao wamezielekeza katika mambo ya laghawi kama mipira na mambo mengineyo. Ina maana kila mmoja anajijua tabia yake na mwenendo wake. Wewe umeelekea wapi? Na sehemu zote ambazo unazoelekea hizo, Allah yuko sehemu hizo. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, popote pale utakapokuwepo Allah yupo. Ndio maana Allah akasema, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh. Hivi hawatambui, hawaoni hawa wanadamu wanajua Allah kwamba anatambua na anajua yaliyokuwepo baina ya mbingu na ardhi, yaliyokuwepo ardhini na mbinguni. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawali watu wawili au hawali watu watatu wakawa wananongezana au wanafanya mambo yao wanayoyajua wao, isipokuwa Allah ni wanne. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala hamui watu watano illa Allah ni wasita wake. Wala adina min dhalika wala akthar, si kuongezeka wala kupungua kwa idadi hiyo. Illa huwa ma'hum aina ma kanu, isipokuwa Allah yupo pamoja nanyi popote pale mtakapokuwepo. Kwa hiyo mwanadamu, kila juhudi unazozifanya katika harakati za maisha, fi dunia au fi akhirah, basi tambua kwamba Allah yupo na anatambua yale ambayo unayoyafanya. Sasa tukiangalia katika haya mambo matatu, mambo haya matatu ni asbabu mojawapo itakayotufanya sisi kuonyesha juhudi ambazo zitakazokufanya sisi kuwa na thamani na Uislamu wetu, au wewe kama Muislamu kujua Uislamu wako namna gani. Jambo la kwanza, kuna kitu kinaitwa significance, umuhimu and uniqueness, na upekee. Hii ni jambo la kwanza. Nazungumza katika swala zima mada ya kujitambua. Swala la kwanza, hii uniqueness ni ile hali ya upekee ambayo unaokutambulisha wewe kama fulani katika jamii, au wewe kama Muislamu katika jamii. Upekee uliokuwa nao ni sifa mojawapo ambayo itakayomfanya Muislamu kuongezeka thamani yake. Kabla ya kutoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wa Makka walikuwa wanamtambua kwa sifa moja, as-sadiqul amin, mkweli mwaminifu. Ndio sifa ambayo alikuwa amepambazuka nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio ilikuwa sifa ya kipekee anatambulika katika mji wa Makka.
Sasa na wewe je, Muislamu, jambo gani ambalo ukiwa nalo linaonyesha thamani yako katika jamii yako, linaonyesha thamani yako katika Uislamu wako, imma katika tabia, imma katika elimu au katika ujuzi, kwamba wanapotaja watu fulani wenye taaluma fulani na jina lako linapita katika orodha zao, kwamba na Abdallah naye yupo katika sekta fulani ya kitaaluma, ima tafsiri al-Qur'an, au yeye amehifadhi Qur'an, au ni mtu ambaye anajua hadithi sawa sawa, au ni mtu ambaye mwenye elimu ya mirathi, au ni mtu ambaye ana elimu ambayo ya kuwafanya watu wakaongoka katika njia ambayo waliopotea kuingia katika njia ya kheri, kwa ile wanaita ile uwezo wa kujieleza na kuweza kuwafikishia watu ujumbe, yani mambo kama hayo. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa aangalie katika masala mazima hayo mambo matatu mfano wake, ima elimu au taaluma au ujuzi. Mathalan, Muislamu unaweza ukawa na ujuzi fulani, ni mkweli mwaminifu, watu wakisema fulani bwana ni fundi mzuri sana katika ujenzi, na maana huyu anatambulika upekee wake ya ufundi mzuri katika ujenzi, lakini pia ni mwaminifu katika mambo anayoyafanya. Ina maana unakuwa katika mstari wa mbele katika majina yanayotajwa katika akili za watu. Kwa haya ni mambo matatu: taaluma, ujuzi au tabia. Una upekee gani? Tofauti na hivyo utakuwa ni fasik. Pia watu wanakuwa na upekee katika mambo ya kimaasiya. Nilishawahi kuzungumza sana mambo haya. Anaweza akatajwa fulani katika jamii fulani, ni yupi yule mlevi, tayari ana upekee wake katika jamii kwa sababu ya ulevi wake. Ni mzinifu, ana upekee wake kwa sababu ya uzinifu wake. Kwa hiyo kila mmoja ana tafsiri ama taswira katika akili za watu kutokana na tabia na mwenendo wake ambao wanaoishi katika jamii. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, uniqueness. Na kitu kingine, ule umuhimu au tunasema manufaa kwa Muislamu. Ana manufaa gani katika Uislamu wake na jamii iliyomzunguka? Al-khalqu iyalullah ahabbuhum ilayhi anfa'uhum li'iyalihi. Sisi sote ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na aliyetuumba ni yeye, lakini mbora miongoni mwetu sisi ni yule ambaye aliyekuwa na manufaa kwa watu wengine. Dunia unapoondoka duniani, dunia itakulilia kwa jambo gani? Unapoondoka duniani, familia itakulilia kwa jambo gani? Unapoondoka duniani, Uislamu utakulilia kwa jambo gani? Kwa ina maana kila mmoja angalia umuhimu wake katika mambo yaliyomzunguka kuanzia dini yake. Una umuhimu gani na dini yako? Kitu gani ambacho kizuri umekifanya chenye thamani na ubora ndani ya dini ukajifakharisha nacho, ambacho kitu hiki hata ukienda nacho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya wewe kujitetea. Tunaishi muda unazidi kuyoyoma, umri unazidi kupotea. Sasa kila mmoja anaweza kujifanyia tathmini kwanza katika dini yake, imani yake, ameufanyia nini Uislamu. Ukishatoka katika dini, angalia na wale ambao wanaokuzunguka ama familia yako. Maana kuna watu wengine wanapofika sehemu wanajua kabisa, wanasema kabisa chuma kimekuja, jamaa amekuja, ndugu amekuja, mwanamume ameingia. Na wewe pia unatakiwa utafakari wanaume wako ni kitu gani ambacho watu watajinasibisha nacho kwa sababu ya wewe. Hii ni muhimu sana, na ndio maana Allah anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni abdi ma kana al-abdi fi auni akhihi. Allah ni mwepesi na ni rahisi sana kumsaidia mja muda ambao yule mja ni rahisi sana kumsaidia mja mwenzake. Kwa hiyo msaada wa Allah mara nyingi sana unakuja kwa yule ambaye alikuwa na wepesi katika kutatua watu shida zao.
kuwasaidia watu majambo yao. Haya ni mambo ambayo kila Muislamu anatakiwa atafakari kwa kina, ana kitu gani cha umuhimu ambacho anajisalimisha nacho ndani ya Uislamu wake, ndani ya jamii yake, ndani ya familia yake, ndani ya ndugu zake. Hilo ni jambo la kwanza, uniqueness and significance. Jambo la pili, kuna kitu wanakiita consistency kwa Kiingereza, tabia ya kufanya jambo kwa uendelevu pasi na kusita sita, au pasi na kuacha, au pasi na kugomea lile jambo ambalo umeanza nalo. Masahaba radhiallahu anhu, wao walikuwa na sifa moja sana muhimu. Walikuwa wakipenda sana kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaweza akaja sahaba akamuuliza ayu nasi khair, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, yupi katika watu ambaye ni bora? Au mwingine anaweza akaja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayul amal ahabbu ila Allah, hivi ya Rasulullah, ni matendo gani au ni tendo gani ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analipenda? Wa akhiru, wengine anaweza akaja akamuuliza, dallani ala amalin idha amiltahu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Walikuwa wanapenda sana kumuuliza Mtume, ya Rasulullah, tufahamishe jambo ambalo tukilifanya atatupenda Allah subhanahu wa ta'ala na atatupenda pia watu. Kwa nini walikuwa wanapenda kuuliza maswali ya namna hiyo? Kwa sababu walikuwa na utayari wa kufanya mambo ambayo yatakao wakurubisha na kuwa karibu na Mola wao mlezi. Sasa anasema Aisha, suila nabii sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa Mtume siku moja sallallahu alayhi wasallam, ayil a'malu ahabbu ila Allah, hivi Mtume wa Allah, ni jambo gani ambalo tukilifanya atalipenda Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu, qala adwamuha wa in qalla, kufanya jambo la kheri kwa kudumu, kwa kuwa na uendelevu wa kulifanya lile jambo hata kama ni kwa uchache. Maana yake ni inapendeza kwa Muislamu kuwa na tabia ya kufanya jambo endelevu, hata kama lile jambo ni dogo, lakini lina faida na yeye katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Wengi tunafeli katika maisha ya dunia, katika mipango ya dunia, katika maisha ya kiuchumi, au katika maisha ya kijamii, au katika maisha haya ya kiimani kwa ujumla wake. Kwa sababu gani? Tunakuwa na tabia ya ile ya kufanya jambo kwa awamu. Utamkuta mtu anaweza akashtuka kiimani siku akasali rakaa 11 za witri kwa mara hii moja, kwa muda kwa mwezi mmoja, kwa mara hii moja, alafu akakaa baada ya miezi miwili au mitatu ndipo akaja kaswali tena salati witri, labda tena rakaa 3, 4, 5 au 7. Ili jambo Allah pia analichukia. Sasa tofauti na yule mtu ambaye anasali rakaa moja kila siku, walau birakaatin, kila siku baada ya salati al-isha akasali rakaa moja ya witri, mtu huyu hawezi kuwa sawa na mtu anayeswali rakaa witri kila baada ya miezi miwili, miezi mitatu. Tunapoona jambo la kheri la aina yoyote, kama maswahaba walikuwa wakimuuliza Mtume, wakishajua jambo fulani lina faida na wao, wakishajua jambo fulani lina kheri na wao, hawatuacha kulifanya jambo hilo abadan, daima mpaka wanaingia katika kaburi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, kuwa na desturi ya kufanya ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka unaingia ndani ya mwanandani. Kwa maana gani? Utakapokuwa na desturi ya kutekeleza faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
Usiwe ni mtu ambaye unaifanya na kuacha. Hii si tabia ya Uislamu. Thamani yako inapungua Muislamu. Lakini ikiwa ni mtu wa kufanya kila siku walau kwa mdogo wake, thamani yako inaongezeka kila siku. Walau ukisoma hata Qur'ani aya 2 tu za Qur'ani kila siku aya 2, hautakuwa sawa na yule ambaye anayesoma kila baada ya Ramadhani. Ni watu wawili tofauti. Ikiwa mtu anayefanya jambo moja tu, jambo la kheri, japo kwa udogo wake, kutoa hata japo ile 500 au 1000 kila siku, ni tofauti na yule mtu ambaye anayetoa laki kila baada ya mwaka mara moja. Thamani zetu tunazishusha kwa sababu hatuna tabia ya kufanya jambo la kheri kwa muendelezo. Tunaishia njiani. Tunapoishia njiani, hata ile athari ya kile tunachokifanya huwa hatukioni. Lakini mtu ambaye anafanya jambo leo anafanya, kesho anafanya, kesho kutwa anafanya, wanasema hapa na hapa hujaza kibaba, pole pole ndio mwendo. Hata katika mazingira ya kijamii ya kawaida, maisha ya kila siku, yule ambaye anayekusanya tofali 5 kila baada ya siku au kila baada ya siku 2 ili aweze kujenga, ni tofauti na yule mtu ambaye anayesubiri kuwa matofali zaidi ya 3000 ili baadaye aweze kujenga. Na maana huyu atasubiri sana, lakini huyu ambaye ameanza kwa udogo wake, Allah atampa nguvu mpaka atafikia hatua na yeye atajenga, ataondoka katika na maisha ya kupanga. Kama mnanielewa? Kwa hata katika maisha ya kawaida yanayotuzunguka haya, basi Waislamu tuwe na tabia ya kufanya jambo kwa endelevu. Tena sio kwa uendelevu peke yake, tunataka tufanye jambo kwa uzuri. Allahu jamilun yuhibbul jamala. Kila jambo unalolifanya, yani jambo lolote lile unalolifanya la kheri, na si katika jambo la kheri katika masala ya kiimani tu, hata katika masala mengine ya kidunia ambayo yana faida na wewe duniani na akhira. Kila kitu unachotaka kukifanya kifanye kwa juhudi na kwa uzuri, utayaona matokeo yake mapema. Na ukishakuwa na ile shauku ya jambo, ukishajua jambo hili lina kheri na mimi na lina faida na maisha yangu katika dunia yangu na akhira yangu, lazima utakuwa na kitu kinachoitwa pupa. Ile hamasa itakuingia ndani ya moyo, kwa sababu tushajua hili jambo lina faida na hili jambo lina uzuri wake. Tunashindwa kufanya jambo kwa uzuri kwa sababu gani? Hatuyatilii maanani mambo ambayo yenye kheri na sisi katika dunia na akhira yetu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akatuhimiza, akatuambia ihris ala ma yanfa'uk, kuwa na pupa na jihada na jitihada katika jambo ambalo lina faida na wewe. Ongeza juhudi, usikate tamaa, pambana. Ihris. Ndio masahaba walikuwa na tabia hiyo, kuwa na ile pupa katika jambo lake. Ndio maana namuuliza sana Mtume swali haya, kwa jambo lolote ambalo lina faida duniani na akhera, ongeza juhudi, jitihada. Mani jitahada wajada, mwenye kujitahidi ndiyo mwenye kufanikiwa. Kwa hiyo Mtume anasema ihris, kuwa na pupa. Lakini pupa hiyo utakayokuwa nayo, usitegemee elimu yako wala nguvu zako wala watu wako waliokuzunguka kwamba watakusaidia katika ile jambo unalolipigania. Walakin wasta'in billah, taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la pili ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia. Ili ufanikiwe, usimwache nyuma Allah, mweke mbele katika kila jambo. Una jambo lako unalitaka kulifanya, fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Jambo fulani umekadiria au umelekea nia kulitekeleza jambo hilo, usilifanye kwa juhudi zako tu peke yako, ukasema elimu yangu ndio itakayokusaidia au nguvu zako au watu wako au watu waliokuzunguka. La hasha, walakin wasta'in billah, taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe Allah, ya Rabbi, juu ya jambo langu kadha wa kadha wa kadha, naomba wepesi wako, naomba unisaidie niweze kufanikisha jambo hili. Kwa hiyo ukitaka msaada, Allah atakuwa karibu na wewe, itakuwa ni wepesi sana kufanikiwa. Na wengi tunafeli kwa sababu gani? Ni kwa sababu tunafanya mambo yetu sisi wenyewe basi na kumshirikisha Allah. Na jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala ta'jaz, usikubali kushindwa wala kufeli. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hiyo kufanya kitu kwa uendelevu ni jambo ambalo Muislamu thamani yako itaonekana. Lakini ukifanya kitu ambacho leo unafanya kesho haufanyi, itakuwa ni Muislamu mwenye kupotea. Wallahu alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu katika imani, na wasieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumezungumza mambo mawili, tabia mbili ambazo Muislamu ukiwa nazo thamani yako itaongezeka. Tabia ya tatu, na hii ndio tabia muhimu kushinda tabia zote zile ambazo nimezitaja, na tabia hii ni tabia ya nidhamu. Anasema discipline. Yani nidhamu ni ile hali ambayo una uwezo wewe mwenyewe wa kujisimamia mambo yako, kutekeleza mambo yako, au kujiepusha na mambo fulani bila kutegemea nguvu ya nje. Narudia, yani ile hali ambayo mtu anakuwa na msukumo kutoka ndani ya nafsi yake yeye mwenyewe kufanya jambo fulani basi na kuwa na sifa ya msukumo wa mtu mwingine. Hii ni nidhamu. Kwa hiyo ikikosekana nidhamu, basi hakutokuwa na mafanikio kwa mtu huyo, hata kama atajitahidi namna gani. Kwa hiyo mwenye kutegemea nguvu za nje katika usimamizi wa mambo yake, mtu huyo kufeli ni rahisi. Mfano wa nidhamu ambayo sisi Waislamu tunatakiwa tuwe nazo, kuna mambo maeneo mengi sana ambayo tunatakiwa tuyajue. Nitajaza japo mambo mawili au matatu kwa sababu ya muda. Mfano, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema neematani maqbulun kathiru fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Hizi neema mbili hizi, yani watu wengi sana katika wanadamu, wengi katika watu, hizi neema hizi wameghafilika nazo. Al-awwal as-sihha wal faragh. Na neema mbili hizi na ndio mtaji wa maisha ya mwanadamu katika kila jambo. Naeleweka nikisema mtaji. Hauwezi ukafanya jambo ikiwa huna afya, na hauwezi ukifanya jambo ikiwa hauna muda. Mambo mawili haya Waislamu tumejisahau sana kwa sababu ya afya zetu, na tumejisahau sana tukijiona kwamba bado muda tunao. Ukiangalia katika nidhamu ya wakati ni neema, na wakati ndio maisha. Utakapokuwa ni mtu ambaye unayechezea muda wako, unayepoteza mambo yako, unayefanya mambo mengine ambayo hayapo katika mustakbala mzuri, ina maana unapoteza muda kwa namna moja ama nyingine, kwa mambo ya kipuonzi au kwa ya laghawi au kwa mambo ambayo sio na faida na wewe. Ina maana mtu huyu anachezea maisha yake, kwa sababu wakati ndio muda na muda ndio maisha yako. Kwa hiyo Muislamu anapokosa nidhamu ya kuchunga wakati wake, kuutumia wakati wake vizuri, hana nidhamu na muda, thamani yake haitaonekana. Itafikia hatua Abdallah wa miaka 30 ndio yule Abdallah wa miaka 20. Hana mabadiliko ya aina yoyote, si kiakili, si kifitra, si kielimu, na wala si kitabia. Hivi kama wewe miaka 10 nyuma ulikuwa na elimu fulani ile ile, na miaka 5 mbeleni ukawa na elimu tena ile ile, utakuwa na thamani gani?
thamani yako haitaonekana. Kwa sababu gani? Umekuwa ni mtu yule yule mwenye tabia zile zile, mwenye elimu ile ile kama miaka iliyotangulia, kwa sababu umecheza na muda. Wewe itafikia hatua miaka 40, miaka 50 mpaka unaingia mwanandani, utasema mambo yangu hayajakamilika. Ni kwa sababu muda wako unautumia vibaya. Wapo wanaoamka mpaka jioni wanapolala, wao wanacheza na social media tu, wanaangalia mambo ya love, mambo ya kuuzi, mambo ya vichekesho, mambo ya mipira. Ndio maisha ambayo alijiwekea. Hana muda wa kusema kwamba nitumie social media kujiendeleza labda kitaaluma au kuangalia mambo ambayo yenye faida na yeye. Leo bando lake linaisha kumwangalia Diamond Platnumz, si kuangalia msanii fulani amefanya nini, kuangalia leo kuna usajili mpya, kesho sije kuna kitu gani. Yani ndio mambo ambayo anaishi nayo hayo, lakini hafaidiki na mambo yaliyokuwa na ulazima. Unacheza na muda wako. Na ndio maana Hasan al-Basri alisema, ma min fajri yawmin yanshaq illa wa yunadi malakani ya ibn adam ana yawmun jadid wa ala amalika shahid fatazawwad minni fa inni la a'udu ila yawmil qiyamah. Ile siku mpya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameichomozeshea juu yake, wananaji malaika wawili wanakuambia, wewe mwanadamu, wewe ulioamka leo, kama unapata nafasi ya kuamka. Kuna wengine ambao wameamka sasa hivi wanakimbilia hospitali kuna kuosha figo zao, wewe umeamka na afya njema. Kuna wengine ambao wameamka muda huu wanafikiriwa jinsi gani ya kustiriwa katika mwanandani, wewe umeamka na afya njema. Basi jua ya kuwa leo ni siku mpya kwako wewe, tena nyingine ambayo Allah amekupa fursa ya kuitumia siku hii ya leo. Basi itumie vizuri kama zawadi, ipatie zawadi siku hii. Kwa sababu gani? Hakika siku hii haitorudi mpaka siku ya Kiyama. Ndio ile tunasema ule msemo, nasema yule ambaye anayefanana na siku zake mbili, mtu huyu amekula hasara. Jana na leo zikifanana, umekula hasara. Kwa utajijua mwenye hasara ya namna gani. Kama jana na leo yako hazina tofauti, basi wewe umekula hasara duniani na akhera. Na jambo la pili, afya. Kwa kumalizia hapo, nidhamu wa Uislamu katika afya zetu. Hii ni jambo la muhimu sana. Leo hii yanazuka maradhi ambayo hayana tiba wala dawa, maradhi ambayo yenye kumaliza pesa mfukoni mwetu. Ni kwa nini? Kwa sababu hatukuwa na nidhamu ya kuzichunga afya zetu. Na ndio maana nikasema afya ni mtaji. Leo hii Allah achukue kitu kidogo tu ndani ya mwili wako, akitikise kidogo, akulaze ndani ya nyumba yako miezi mitatu, miezi minne. Unaweza ukafikiria ni jinsi gani watoto wangu watakula, wataenda shule au watatubwa namna gani? Kwa kila mmoja anajua leo hii Allah akupe maradhi, utaelewa umuhimu wake wa afya ni kitu gani, faida yake ni nini. Na hii ni kwa sababu mtindo wa maisha ambao tunauishi Waislamu sivyo alivyotufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuweni na utaratibu mzuri wa maisha tunaotakiwa kuishi kwa ajili ya kuzichunga afya zetu. Leo maradhi kama maradhi ya ini, maradhi ya figo imekuwa ni jambo la kawaida katika mji, na huenda ikawa wengine wanaumwa maradhi haya hawanywi pombe wala hawavuti sigara. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tunafuata mtindo wa maisha ambao hauendani na Uislamu, ulaji wetu, ulalaji wetu na maisha kwa ujumla wake. Sasa tunapoikosa nidhamu ya kuzichunga afya zetu, ni hatari kwetu sisi na wale ambao wanaotutazama. Kwa sababu leo hii Allah tunusura tuepushe na haya maradhi. Leo hii tokezee tu kama mambafigo zako zimefeli, utakuwa mgeni wa nani? Kufanywa dialysis kwa mwezi ni takriban milioni 4 kasoro. Utafanywa msamaha takriban milioni 1 kasoro au milioni nzima inaweza ikakatika ndani ya mwezi mzima. Mimi na wewe kipato chetu kiko namna gani? Ukimfuata ndugu yangu kuna kuomba msaada, atakusaidia mwezi mmoja, baada ya mwezi mwingine tena msaada umepotea. Hili ni jambo la pili, nidhamu.
Nidhamu ya wakati, nidhamu ya afya, na nidhamu nyingine nidhamu ya familia, na nidhamu nyingine nidhamu ya mambo mengine ambayo unayofanya katika masala mazima ya kiuchumi. Muda tu haujitoshelezi, lakini ningepata nafasi ningeweza kufafanua zaidi. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe, atufanyie wepesi katika yale ambayo tumeyasikiliza kwa Ijumaa hii ya leo, tuweze kuyafanyia kazi. Atupandishe thamani yetu katika hii dunia na akhira. Atufanye ni watu ambao tutakaokuwa na mapenzi na ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala, tuweze kutekeleza yale ambayo Allah ameamrisha kwa nguvu zetu na kwa uwezo wetu na kwa muda wetu, na tuache yale ambayo Allah ametukataza. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وقنا واكفنا يا ربنا شر ما قضيت، وقنا واكفنا يا ربنا شر ما قضيت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل في قلبنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي بصرنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا، اللهم زدنا نورا على نور، اللهم زدنا نورا على نور برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وآله.